Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na kufanya yote upya. Basi wapendwa, leo katika adhimisho la ibada ya misa takatifu, tunapoadhimisha Dominika ya pili ya mwaka A wa kanisa, ninapenda kuwashirikisha mambo machache mawili ambayo ningependa tutembee nayo kwa wiki nzima hata katika tafakari yetu. Na jambo la kwanza ni juu ya nafasi ya Mungu katika maisha yetu, kwamba Mungu ni wa kwanza. Mwambie jirani yako, Mungu ni wa kwanza. Mungu ni wa kwanza. Lakini la pili ni juu ya fadhila ya unyenyekevu. Mwambie jirani yako, fadhila ya unyenyekevu. Fadhila ya unyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Sasa katika haya ndio tumesikia katika masomo yetu siku ya leo, na nikianza na ile somo la Injili katika tafakari hiyo, tunamuona ni kwa namna gani Yohane Mbatizaji anavyoonesha fadhila unyenyekevu. Anamtambulisha vizuri Yesu Kristo. Anasema sasa, nimemwona huwa akishuka, Roho Mtakatifu akishuka juu yake, lakini yeye anajishusha ili Kristo afanyeje? Awe juu. Msifu Yesu Kristo. Fadhila ya unyenyekevu. Sasa tunajifunza nini hapa wapendwa? Kwamba katika mafanikio yoyote yale, fadhila unyenyekevu inatangulia katika mafanikio. Mtu yeyote anayetaka kufanikiwa, iwe ni katika biashara, iwe ni katika kazi, iwe ni katika familia, iwe ni katika ndoa yako, iwe ni katika utume wako, uwe padri, uwe mtawa, uwe mwanandoa, fadhila unyenyekevu ndio itakao kunyanyua kutoka pale ulipo kwenda juu kwa heshima na utukufu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunajiuliza hivi. Nataka nirudi katika hali ya kawaida. Pale nyumbani kwenye familia yako, wewe ni baba. Wewe ni mama. Una unyenyekevu kwenye ndoa yako? Wewe ni mnyenyekevu kwa mume wako? Ni mnyenyekevu kwa mke wako? Halo. Hebu tuangalie hapo, nataka jitafakari tu, angalie. Wakina mama mpo? Tupo. Wakina mama mpo? Tupo. Unaonesha unyenyekevu, kwa sababu wanaume, wakina baba wote duniani wanapenda ile heshima. Sasa wewe kama ni mwanamama uko pale nyumbani, unakosa heshima kwa mume wako, fadhila unyenyekevu. Inawezekana amekosea, inawezekana amefikiri tofauti, lakini maneno yako unayotoa ndio maneno ya namna gani? Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wanawake ambao inawezekana sio huko Magadini, la mnye mko vizuri, sio huko. Lakini tumeona wanawake huko maeneo mengine wanasema na adiki kumwambia, wewe mwanaume gani wewe? Wewe mwanaume suruali tu, uko hivi tu. Huna unyenyekevu. Huyu ni baba wa watoto wako, ni mume wako, ndio ubavu wako. Kweli unaweza kumwambia maneno hayo? Familia itakuwa imara kweli? Tumsifu Yesu Kristo. Wanaume? Lazima na wakina baba. Nasi pia si kwamba ni kitu kibaya kuwa na unyenyekevu. Ni fadhila nzuri. Fadhila nzuri tu kwa maisha yetu ya kawaida, kwamba mimi ni baba, lakini namheshimu pia hata mke wangu, nampa nafasi hiyo. Nampa nafasi hiyo. Maneno gani nayompa? Naweza kumvumilia na kukola upendo. Niwaambia, una thamani yote hapa kwangu, najaza choo tu. Maneno haya watu wanazungumza, wanandoa. Fadhila unyenyekevu ikishaondoka, hakuna linalo hilo. Tumsifu Yesu Kristo. Na sasa katika mambo mabaya ambayo nimejaribu kuona katika vitangu, katika maisha nimeona mambo machache, ni kwamba kiburi ndio mahali ambapo shetani anatumia nafasi hiyo kubwa sana. Kiburi kwenye familia, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye chochote kile. Kiburi kisha tangulia kinaua mema yote. Nilikuwa nawaambia kule Korongo, kawaambia hata leo hii nyie akina baba na mama mmeenda labda mmealikwa kwenye harusi, mmealikwa kwenye sherehe fulani. Je, una uwezo wa kuwa mnyenyekevu ukasema huyu ni mke wangu mpendwa, huyu ni mume wangu mpendwa? Wakina mama wanangapi mmetambulishwa huko mbele za watu? Wanaume wanangapi mmetambulishwa huko mbele za watu? Yaani ukute mwanamama anapita hivi,
Yaani wewe unapita, yuko pale anasuka nywele zake au anakanga samaki zake pale, watu wa mama wamemzunguka, au yuko kwenye kikoba, baba umepita hivi asema, "Jamani, mume wangu umemwona yule pale, yule ndio sweetheart wangu, ndio mume wangu yule. Mmemwona haya, kwa heri mume wangu." Nani amefanyiwa hivyo? Tumsifu Yesu Kristo. Unyenyekevu, yaani ile upendo ule wa kweli kuonesha kwamba kwa kweli namthamini huyu, ni mume wangu au ni mke wangu au ni wazazi wangu. Na hata sasa jambo hilo limeingia vibaya zaidi kwa watoto. Yaani kuna watoto ambao sasa hivi Mungu amewabariki, amewanyanyua, wako mikoani, wako wapi, wamepanda kibeo, wanaishi maisha mazuri, lakini mama huko hapa magadini. Basi kwa sababu ya maisha yetu ya hivi tumezoea, ndio tumekuwa hivyo. Basi ukienda Dar es Salaam, mtoto anakukwepa tu, anakukwepa. Yaani hataki kuambia marafiki zake kwamba huyu ni mamangu kwa sababu umesuka kitunguu. Yaani umesuka ile kitunguu cha hivi. Umevaa kanga tu, ile kanga hivi. Nieto nini ile ya kushuka hivi? Dera. Baba askofu mkuu alisema msivae vijora, wakatuka wavae vijora vile. Inaitwa lile hivi. Na kushuka kama hivi, lakini sio hivi. Na kushuka. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, kwa hiyo fadhila unyenyekevu, yaani kwamba huyu ni mzazi wangu. It doesn't matter yukoje. Yaani haijalishi yukoje. Huyu ni mtoto wangu. Haijalishi yukoje. Fadhila unyenyekevu. Huyu ni ndugu yangu, huyu ni Mtanzania mwenzangu, huyu ni jirani yangu, haijalishi ukoje. Na hapo ndipo Watanzania tunaposhindwa hata namna ya kutambulisha wenzetu, ndugu zetu, tunatambulisha vibaya sana. Yaani tuna tabia ya kuwatambulisha vibaya sana. Sasa niwaombe wapendwa, leo katika maadhimisho haya yaani Kristo anataka kutukumbusha kwa maneno ya Mungu yanatukumbusha kwamba leo kwa kweli yote tunayofanya ni kwa sifa na utukufu wa Mungu. Basi yaani yote yale ukishampa Mungu nafasi ya kwanza, ukampa Mungu nafasi ya kwanza, unatimiza ile amri ya Mungu. Anasema amri iliyokuwa ni ipi? Yule mtu alimuuliza Yesu akamwambia, amri kuu ni hii: mpende kwanza Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, lakini upende pia jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Ona walika wapendwa, katika tafakari ya leo, katika masomo yetu ya leo tunaalikwa kabisa kwa moyo mkunjufu wote katika nafasi zetu. Jitazame uko wapi, jitazame mtazamo wako wa maisha, ujiangalie na wewe mwenyewe. Pale ambapo unaona kabisa nilikosa fadhila unyenyekevu, nilikosa kupa Mungu nafasi, mpe Mungu nafasi. Kwa nini? Kwa sababu wakati wetu tunafanikiwa sana, tunapata baraka sana, Mungu atubariki pamoja na madhaifu ya kibinadamu, lakini watu wakosa fadhila unyenyekevu, tunakosa fadhila ya kumweka Mungu. Usione nguvu unazotumia mafanikio leo nayo ukafikiri ni ya kwako, kwamba ni nguvu zako. Hapana, ni upendo tu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba Mungu amekusaidia, umeweza kuvuka, unafanya shughuli zako hapa, Mungu akubariki, unaweza ukaingia ziwani ukarudi, mume wako hivyo na hivyo. Yote hayo Mungu apewe sifa na utukufu. Amina. Amina. Na la mwisho sasa, ili niwape iliwe, naomba nitoa ule kono mkauliza, ni wangapi hapa mna pembe ya sala nyumbani kwenu? Ulize jirani yako, una pembe ya sala? Inawezekana mjui, unafikiri ile pembe la kupuliza. Tumsifu Yesu Kristo. Pembe ya sala maana yake ni mahali ambapo nyumba yako inalindwa na Mungu. Yaani inawezekana ni kwenye kona kama pale, au kwenye mahali fulani chumbani kwako umeweka stuli yako nzuri, umeweka kitako vizuri, umeweka Biblia yako pale, umeweka msalaba, umeweka mshumaa, umeweka sanamu ya Bikira Maria, Yosefu, moyo wa Yesu, mahali ambapo Mungu bali ile nyumba yako ni sehemu ambayo hailindwi na yani ni Mungu anaitawala. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa unaweza kukuta hapa mtu tuko hapa, lakini umeweka picha ya Ronaldo pale kwako, yaani ndio unaona maana kabisa. Weka Ronaldo pale hivi likubwa kabisa. Unaona anakusaidia nini? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hivyo vitu naomba niwaambie sasa kwamba kumbe Mungu ndio wa kwanza. Kwa hiyo hata pale nyumbani kwako umpe Mungu nafasi. Unatoka pale huna baraka yoyote,
Nini umeweka pale nyumbani kwako? Nini umeweka pale kwako pale? Chumbani kwako au pale sebuleni, chumba chako cha kupanga. Umeweka pale je? Una kastuli umeweka pale, umeweka pamba kwamba hata siku mama imekuwa magumu, usiku wa maneno umekosa usingizi, ukawasha ule mshumaa, ukamwambia Mungu na kuachia na Mungu, kesho naenda kwenye kesi, kesho naenda kwenye jambo fulani. Hebu nitazame na shindwa kufikiri. Wasa unamtazama kesho sema, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoe dhambi za ulimwengu. Unamtazama nani katika maisha yako? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Na ili pia niseme, ndio wala pia kule korongo waweza kujibu. Watoto mpo? Watoto marafiki wa Yesu, watoto marafiki wa Yesu. Safi kabisa. Niambie nimefungua shule lini? Haya, wangapi walibarikiwa na wazazi wale wabariki? Mlibarikiwa na wazazi wenu? Nyosha mkono. Wale wabariki kabisa. Very good. Naona wachache walibarikiwa. Wale wazee ndio wabariki watoto. Sasa angalia, mnaona yaani umekusanya madaftari mengi, uniform na nini, lakini umeshinda tu kumwambia mwanangu, unaenda tena kuanza darasa lingine, unaenda kuanza tena form 1 umeanza la 7, Mungu akubariki. Ukapita ishara msalaba, nenda na Mungu. Tusifu Yesu Kristo. Yaani mashetani hao huko nje ni mengi jamani wazazi. Yaani mashetani huko mabalani mengi. Kuna mkabidhi mtoto wako anatoka anaenda na nani? Mkabidhi aende na nani? Na Mungu. Bariki mtoto wako. Bariki mtoto wako. Sasa watoto kesho ni Jumatatu Usitoke nyumbani hujabarikiwa na mzazi wako. Mama yako, baba yako, bibi yuko pale nyumbani, mwambie naenda nibariki nianze mwaka vizuri. Sawa watoto Sawa? Kesho mnaomba nini? Baraka kwa wazazi. Iwe ni unakaa na shangazi, bibi, baba, mama, dada, nani? Omba nini? Baraka. Omba nini? Baraka. Si ndio watoto wazuri Ndio baba. Tumsifu Yesu Kristo. Ni sawa sio sawa? Sawa. Sawa sio sawa? Sawa. Haya. Najua nawaambia watoto hao wangangani na nyinyi kwa sababu wanajua mambo mengi. Si mnajua wazazi? Watoto wanajua mambo? Watoto marafiki wa Yesu. Kati ya wanaume na wanawake, wa baba na wa mama, ni wanani walevi zaidi? Tumsifu Yesu Kristo. Kati ya wa baba na wa mama, ni wangapi wanani wanawapiga wenzao? Kati ya baba na mama, nani alipa ada? Mama. Baba. Wengine baba, wengine mama. Sawa kabisa. Haya, kati ya watu wanaoenda kwa waganga na washirikina ni wanawake wanaume? Yesu Kristo. Haya. Zile fujo zinatokea kule za kule wa baba wa mama wamepigwa, huwa mnafurahi? Mnatakaje? Mnataka waishi kwa amani, si ndio? Ndio mnakuwa na nyewe mnafurahi. Mnasikia kusikia